Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Mwenyezi Mungu kakubeba tu na neema zake akaweza na kukulinda. Na asubuhi ya leo tumeweza na kupatana hapa tu katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ambapo ninatumai kwamba upo tayari kabisa na umejiandaa ili ukaweze na kupokea hizo baraka kupitia hiki kipindi ambazo tunaletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Nzaki Skaesa kutoka kanisa la ABC Kidiani Mkapa Soret Makueni Sabwendi Kota. Nikitumai kwamba upo tayari kabisa ili ukaweze na kuzipokea pamoja nami, maana hata nami Reverend yani niko tayari kabisa ili nikaweze na kuzipokea, maana tutaweza na kuanzishiwa siku ikiwa imebarikiwa. Karibu. Hujambo mtazamaji wangu, naamini ya kwamba neema na baraka za Mungu zipamoja nawe nami pia. Karibu ili tupate kushirikiana kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka. Siku hii ya Jumanne tutapata somo letu katika kitabu cha Zaburi 119 aya ya 18 hadi ya 20. Unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Roho yangu imebondeka kwa kutamani hukumu zako kila wakati. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi njema ya leo tunakaribia mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya uhai. Tunajikabidhi kwako kwa ajili ya kulisoma neno lako wakati huu, ili Roho wa Mungu akapate kutufundisha zaidi, ili tukaweze kutenda sawasawa na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Tutazungumzia juu ya kubali kuongozwa na sheria za Mungu. Kubali kuongozwa na sheria za Mungu. Sheria zilikuwepo hata zamani, wakati wa Musa, na hata wakati wa Ibrahimu, na hata wakati wa manabii pia. Sheria ni mwongozo. Sheria ni mwongozo, mtazamaji wangu, wa kukuelekeza ili ufuate njia inayofaa na uenende katika mwenendo na utaratibu unaokupaswa kufuata. Tukiangalia tunaweza kuona ya kwamba kila mahali kuna sheria zake. Mungu aliketi na akamwekea mtu sheria na maagizo ambayo anapaswa kuyafuata. Je, unakubaliana na maagizo ya Mungu? Hayo maagizo tunayapata katika neno la Mungu. Tunaposoma chuo cha Biblia, tunaona jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo. Tunaona jinsi tunavyopaswa kuenenda kama wanadamu tulio katika ulimwengu huu na Mungu aliyetuumba na kusudi na mfano wake. Mtazamaji wangu, ningependa uelewe ya kwamba hata pia katika kila mahali nimesema kuna sheria. Shule, kazini, hata idara mbalimbali, na kuna mambo mengi yale ambayo yamewekwa. Mtu asipofuata sheria za mahali alipo, anastahili kuondolewa ama kufutwa kazi kwa sababu ameshindwa na kufuata zile sheria. Naye Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu hataki akufukuze. Mungu hataki utoroke uende, lakini anakuita kwa moyo wa upendo ili ukaweze kuzingatia na kukaa katika torati ama sheria zake. Tunaweza kuona ya kwamba hata katika taifa kuna sheria za taifa hilo, na mpaka kila raia wa taifa hilo apate kuzingatia zile sheria ambazo zimewekwa na serikali ya taifa hilo, ili kila jambo liende sawasawa na jinsi inavyostahili. Mpendwa mtazamaji, Mungu mwenyewe ako na sheria ambazo alimwekea mtu kwa ajili ya mwanadamu huyo akaweze kuzifuata. Sheria hizi zimeandikwa katika Biblia. Neno la Mungu lenyewe ukilisoma linakufunza, linakuelekeza, linakufundisha, yani ni mwongozo wa jinsi unastahili kwenda au jinsi unavyoweza kufanya mambo. Sheria kwa leo
ni neno la Mungu, ni chuo kitakatifu cha Mungu, na ndicho kimewekwa ili ukapate kuelewa mambo yote kuhusu Biblia. Je, unalisoma Biblia, mpendwa mtazamaji wangu? Mara kwa mara soma, keti. Daudi haliweza ama kutambua chuo cha Mungu ndicho cha kipekee na kitamuongoza, ndipo alisema ya kwamba unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Sheria, yale maajabu yatatoka katika zile sheria. Kuna maajabu mengi na mambo mengi Mungu ambaye ameyaweka. Pendwa mtazamaji wangu, aliomba Mungu ili amfungue macho yake ama afumbue macho ili akapate kuyatazama mambo. Je, utakubali Mungu afumbue macho yako? Akufungue ili uone yale mambo yaliyo mbele zako, mambo ambayo yako katika Biblia. Ninajua ya kwamba hata katika meza wakati huu, mimi si ati kuelewa vibaya, lakini huenda ikawa uko na gazeti unalolisoma pale kikamilifu, na kila asubuhi unanunua gazeti. Si vibaya mtazamaji wangu, lakini je, ni lini unaketi na kusoma sheria za Mungu? Kupitia Biblia unasoma neno ili liwe mwongozo wako. Wewe siku ya leo, sheria hizi zimewekwa kwa ajili yako na kwa ajili ya mimi pia, ili tupate kusoma na kuzielewa tena na tuzingatie kuzifuata kwa kikamilifu ama kwa ukamilifu. Kuna baraka kwa yule ambaye anayezifuata hizi sheria na kuzisoma na kutenda vile anavyoamriwa na Mungu. Hizi sheria zake, kama anakuambia omba, kaa katika hali ya maisha ya kuomba. Kuna laana kwa yule ambaye hawana ruhusa ama hawezi kuchukua nafasi ya kwanza kulikubali neno la Mungu liwe mwalimu wake, ama alisome neno la Mungu ili apate kukua kiroho. Unapoendelea na safari, kwa mfano, ninaamini tu siku moja uliwahi enda mahali ambapo haujawahi fika tena, lakini ulihitaji kifaa fulani cha mwongozo katika runinga, kile ambacho naweza simu yako kubonyeza ili upate kuelekezwa vizuri kutoka mahali ulipo mpaka mahali ambapo unaenda. Ungeachilia tu ama izime hiyo simu, msikilizaji na mtazamaji wangu, ungepotea njia, kwa sababu ile ramani ama ile mwongozo umeukosa. Hivyo ndivyo ilivyo. Unapokosa kulisoma neno la Mungu, unaweza kuwa kama mtu ambaye amepotoka na ni mtu ambaye anataka kuenenda katika njia zake. Hivyo basi mtazamaji wangu, kubali tu neno la Mungu likuongoze. Kubali kuliweka maanane katika maisha yako ya kila siku. Fuata maagizo na utaelewa ama utaelekezwa mpaka mbinguni. Usipuuze sheria, bali uzingatie kikamilifu. Na uwe makini kwa kusoma lile neno, yale mafundisho ya Mungu yatokayo katika neno lake, nawe utanawiri na utaendelea vizuri. Neema na baraka za Mungu ziwe pamoja nawe mchana kutwa siku ya leo. Na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya kutuwezesha kulisikia na kulisoma neno la Mungu asubuhi njema ya leo. Mbarikie mtazamaji popote pale yupo, aswa wakati huu anapojiandaa kwa ajili ya kuanza siku na kuenda kazini. Mungu mbarikie katika safari zake na njia zote afikapo, ukampe ukushukuru. Tubariki na neno lako lidumu katika maisha yetu na kutafakari jinsi mapenzi yako yalivyo. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Moyo wenye shauku ya neno la Mwenyezi Mungu upokea hekima na pia uweza na kupokea mwanga na kupokea mwelekeo wa kweli. Hapa tumeweza na kuona mwandishi wa ile Zaburi. Aliweza na kumwelezea Mwenyezi Mungu vile ambavyo yeye yuko na kiu, yuko na shauku la kujua neno la Mwenyezi Mungu, kuisoma kila wakati. Na tumeweza na kuona kwamba sio kuisoma tu, mbali anaomba kibali, neema, anaomba hata hekima, ili wakati ambapo anaisoma akaweze na kuelewa sheria zake, akaweze na kuelewa kiundani vile ambavyo Mwenyezi Mungu anajaribu kusema.
na pia akaweze, wakati ambapo ameweza na kuijua, wakati ambapo ameweza na kujua hizo sheria, akaweze na kuwa na moyo na roho wa kuzifuata vile ambavyo zinavyosema. Sio kusoma tu, lakini kufuata, kufanya, kutenda vile ambavyo hilo neno limeweza na kutuangiza tukaweze na kutenda ama na kufanya. Mungu na atusaidie sana, ili mioyo yetu ikawe na shauku ya kutaka kujua sana, tukawe na kiu ya kutaka sana kujua neno la Mwenyezi Mungu, kuisoma, na wakati ambapo tunaisoma tukaweza na kuomba hekima, ili tukaweza na kulifahamu vizuri, tukaweza na kujua hilo neno linasema nini, na hilo neno ninafaa ama ninahitajika kufuata maagizo yake, na nitaweza kufanya namna gani ili nikawe kwamba nimeweza na kufuata hizo sheria kikamilifu. Ninaamini kwamba hilo fundisho limeweza na kukufundisha mengi tu, na utaweza kuendelea na kuomba hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuwa na wakati mwema na siku njema, na Mungu akakutangulia katika hatua zako zote. Bye bye.